Chebet Birir, KTN, Nairobi. Tuvuke mipaka tuelekee Tanzania. Ghasia za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinaendelea kushuhudiwa mjini Dar es Salaam, huku ripoti zikiibuka kwamba huenda zaidi ya watu 30 wameuawa tangu machafuko hayo kuanza hapo jana. Ghasia hizo zimeenea hadi kwenye mpaka wa Kenya, eneo la Namanga, ambapo waandamanaji waliwasha moto katikati ya barabara na kuwalazimu polisi kuwatawanya kwa kutumia vitoza machozi. Mwanahabari Jeff Kirui na taarifa hiyo. Uchaguzi mkuu wa urais nchini Tanzania umezua machafuko, huku mawasiliano yakisalia kuzimwa tangu siku ya Jumatano, siku ambayo uchaguzi mkuu ulifanyika. Kwa mujibu wa duru nchini humo, inahofiwa kuwa zaidi ya watu 30 wamepoteza maisha kwenye ghasia hizo. Ghasia hizo zilienea hadi kwenye mpaka wa Namanga kati ya Kenya na Tanzania, ambapo hali ya taharuki inaendelea kutanda na kutatiza pakubwa shughuli za biashara. Hii maandamano iko pande hii. Bwana wa Kenya ndio wanaumia. Waliopeleka Amosi amepigwa tia gasi kwa amesimama. Haya mama wangu amepigwa tia gasi mkono kwa amesimama. Sasa wale waambiwe waache kutupa tia gasi Kenya. Imepita mpaka juu. Sasa kama mpaka wa Kenya wanashutiwa, kuna wale walikuwa wanaangalia tu, kwa hawakuwa wanaenda kuingia kwa maandamano, lakini wakazudia tu wakaua wa Kenya. Waandamanaji walilalamikia uchaguzi wakidai ulishamiri ukandamizaji wa haki za kimsingi. Rais Samia Suluhu amekuwa akishinikiza kutetea nafasi yake, huku tuhuma zikimwandama kwamba anawakandamiza wakosoaji na wapinzani wake. Hatua ambayo inadaiwa kuibua ghasia hizo, ambapo inaripotiwa kuwa waandamanaji waliteketeza basi, kituo cha mafuta, kituo cha polisi pamoja na kubomoa vituo vya kupigia kura. Jumatano polisi walitangaza amri ya kutotoka nje usiku, huku mtandao ukizimwa. Hata hivyo, licha ya amri hiyo, baadhi ya waandamanaji walirejelea maandamano maeneo ya Mbagala, Gongo la Mboto na Kiluvya. Ilivyo kwa sasa, Rais Samia Suluhu anaonekana kuibuka na ushindi baada ya washindani wake wakuu kuzuiliwa na kukosa kuwania. Jeff Kirui, KTN. Turejee humu